Daktari, meno yangu yanaambukizana sana na familia yetu tuna matatizo makubwa sana ya magonjwa ya meno. Meno yetu yanatoboka mno. Sasa kama hii kauli ni ya kwako ama inakuhusu, usiache na video hii, inakuhusu sana. Kabla ya yote, unaweza ukafollow na ukashare ili kuendelea kupata elimu ya kinywa na meno kila siku. Sasa kama ulikuwa unahisi ama unadhani kwamba magonjwa ya kinywa na meno yanaambukizana, kwanza nikwambie pole. Lakini cha pili, kama ulikuwa unafikiria kwamba magonjwa ya kinywa na meno unaweza ukatoa kwa baba yako ama kwa mama yako, ama kiufupi yanaweza yakawa ni magonjwa ya urithi, ya kurithishana, pia nikwambie pole. Sasa magonjwa ya kinywa na meno ni magonjwa ya aina gani? Magonjwa ya kinywa na meno yamewekwa katika kundi la magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Kwa maana ya kwamba haya ni magonjwa ambayo unayapata kwa sababu tu ya lifestyle yako au kwa sababu ya tabia fulani fulani. Kwa hiyo sio kweli kwamba magonjwa ya kinywa na meno yanaambukiza, wala sio kweli kwamba unaweza ukamwambukiza mtoto wako, au unaweza ukamwambukiza mwenzi wako, au unaweza ukamwambukiza ndugu yako, ama unaweza ukarithi kwa mtu magonjwa ya meno, hasa kutoboka ama gingivitis ama whatever. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezekani. Kutoboka kwa meno kunategemea mchakato. Magonjwa ya fizi na kutoka damu yanategemea mchakato. Kwa hiyo si swala la kurithi, na ndio maana tunasema hivi ni magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Kama ilivyo sukari na pressure, ndivyo hata haya magonjwa ya kinywa yalivyo. Unayazuia sio kwa kunywa dawa au sio kwa kufanya chochote, ni kubadilisha mfumo wako wa kuishi na maisha yako kwa ujumla. Kwa hiyo hebu niambie kwenye comment, wewe ulikuwa unajua kwamba unaambukizaje magonjwa ya kinywa na meno?